Naitwa John Mkeni, natokea halmashauri ya wilaya ya Gairo, kijiji cha Ukomani. Niko hapa viwanja vya Nane Nane kwenye banda la halmashauri ya wilaya ya Gairo, ikiwa nimeleta bidhaa zangu za mazao ya nyuki, lakini nikiwa nimewakilisha wafugaji wa nyuki kwenye wilaya yetu ya Gairo. Sambamba na hilo, nimekuja na bidhaa nzuri kabisa ambazo zimechakatwa kitaalamu na ziko hapa mbele yangu, zinaonekana hapa. Na moja ya bidhaa ni asali ambayo ipo mbele yangu inaonekana, na nina hii bidhaa hapa ya asali ambayo haijachakatwa, asali ya masega ambayo ni nzuri sana kwa kutafuna. Unaweza kutafuna ukiwa umetulia ukala, ni nzuri sana. Kama unavyoiona inaonekana iko vizuri na thamani yake ni shilingi 10,000. Lakini na asali pia ambayo imechakatwa, imechujwa. Hii iko mbele yetu hapa kama inavyoonekana, nayo ni asali nzuri sana, imechujwa kwa utaalamu na haijachanganywa na kitu chochote, haijachemshwa wala nini, ni asali mbichi kama inavyoonekana. Nzuri sana kwa ajili ya afya yako. Lakini sambamba na hilo, inayo asali ya lita moja hapa kama inavyoonekana, unavyoiona hapo, ni asali lita moja na yenyewe iko vizuri kabisa, imechujwa kitaalamu na thamani yake, gharama yake ni shilingi 16,000, 15,000 unaweza kupata kwa bei ya rafiki. Lakini pia mbele hapa tunayo asali nyingine kama inavyoonekana, nayo iko vizuri sana, imechujwa vizuri na thamani yake hapa, gharama yake ni shilingi 16,000, 15,000 unapata. Hali kadhalika iko hapa ya shilingi 1,000, asali nzuri kabisa ya shilingi nusu lita, shilingi 7,000, hiyo nayo naipata kwa thamani hiyo. Hali kadhalika kipo hapa kama inavyoonekana na ubora wake, nao ni shilingi 8,000. Ni asali nzuri, iko vizuri. Lakini tuna nta ambayo inapatikana baada ya kuchuja. Kishachuja, umechuja asali, hakuna kinachotupwa kwenye asali, faida tu. Mwisho kabisa yale matakataka ambayo yamebaki baada ya kuchuja, unachemsha vizuri, yanatengenezwa kwa utaalamu, tunapata nta ambayo mimi ninatumia kama kinasaa nyuki. Ninaipasha kidogo na kule kwenye mzinga wangu ninaweka mle ndani, napakaa vizuri, nyuki anakuja kirahisi, kwa sababu nyuki hii ni mali yao na wanaipenda, inavuta nyuki kirahisi. Pia hii iko kwenye kiwango cha juu sana, na uzito wake hapa ni kilo 5, na kilo moja inauzwa shilingi 15,000. Kwa hiyo ukipiga hesabu kilo 5 unapata 75,000 kwa hii unavyoiona hapa. Hiyo inaonyesha namna ambavyo mkulima au mfugaji wa nyuki anaweza kufaidika. Lakini mbele yangu pia kuna kifaa cha kisasa kabisa ninachotumia kuvunia asali. Watu wengi ambao hawajaelewa wanatumia vijinga vya moto au vitu fulani ambavyo vina moto, wanaua nyuki. Sasa hiki chombo hiki ni chombo cha kisasa, ndani kinatumia beti, lakini humu ndani kuna vitu vinaitwa baruti vinawekwa humu, ambavyo ukiviwasha vina asili kama ya sigara. Hiki hapa ukikiwasha hiki, ukitumbukiza hapa ndani, chenyewe kikishawaka, ukipress hivi, ukibonyeza hivi, inatengeneza hewa. Hiyo hewa huku inatoka kama moshi huku mbele. Kwa hiyo nyuki hafi, anakaa pembeni, unavuna kirahisi na bila kuleta madhara kwenye nyuki wetu ambao ni mali ghafi ya hiki ambacho nakipata nilichosema kama asali. Lakini pia hapa na mavazi ambayo haya hapa kama unavyoona ni vazi ambalo unalivaa. Ukishalivaa hili, nyuki hawezi kukung'ata. Vaa mbele huku, nyuki anapita huku mbele tu, kwa sababu kuna kama wavu. Huu wavu unafanya nyuki asiweze kukung'ata. Kwa hiyo ukishavaa, na hii ya chini hapa ni overall ambayo pia ukishaivaa hii, nyuki hawezi kukung'ata. Kwa hiyo hivi ni vifaa vya kisasa kabisa ambavyo tunavitumia kwa usalama wa afya zetu, kwamba tusing'atwe zaidi na nyuki. Lakini hapa pia kuna gloves unavaa mkononi, na unavuna asali kwa usafi kabisa. Na baada ya hapo unamaliza, unavisafisha, vinakuwa viko safi,
kwa ajili ya uvunaji wetu wa nyuki. Nichukue nafasi hii kuwahamasisha wafugaji wa mkoa wa Morogoro na wilaya zake zote pamoja na wilaya yangu ya Gairo na nchi nzima kwa ujumla kwamba tasnia hii ya ufugaji wa nyuki ni tasnia nzuri sana. Si tu kufuga, lakini ni kitu ambacho kitakupa mapato, inaongeza mapato kwenye jamii yako, lakini pia asali ni chakula. Kwa hiyo tukitumia nafasi hii ya kufuga nyuki, tutakuwa marafiki wa mazingira, lakini bado tutapata kipato kwa ajili ya maisha yetu, vijana wetu, familia zetu. Kwa hiyo nihamasishe Watanzania wenzangu kwamba tasnia ya nyuki ni tasnia yenye faida kubwa, hasa kipato, lakini pia ni chakula, kwa sababu asali ni lishe. Nashukuru sana.